Mkuu wa wilaya ya Mjini Dr. Saidi Haji Mrisho amesema hatua za haraka zitachukuliwa kuyafanyia marekebisho makaro yanayomwaga maji machafu katika eneo la Forodhani ili kuondoa kero inayowakabili wananchi, wafanya biashara na wageni wanaotembelea eneo hilo. Tumepokea taarifa ya malalamiko kutoka kwa wenzetu wa mamlaka ya uhifadhi na uendeshaji Mji Mkongwe, lakini pia na mahoteliers kuhusu hifadhi iliyokopo hapa ya makaro kufoka katika eneo kitovu cha utalii wilaya ya Mjini hapa katika Mji Mkongwe. Tumekuja kujiangalizia na tumekuja na wataalamu. Tumewaita wataalamu kutoka Mji Mkongwe, lakini tumewaita wenzetu wa shirika la bandari, mkurugenzi mwenyewe amekuja, lakini vile vile na wananchi wa hapa na wazee ambao miundombinu hii ilitengenezwa zamani kipindi cha Dr. Salmini, mradi ule wa Wajerumani wa kuweka pavement za Mji Mkongwe. Kwa hiyo hizi outlet zipo 11 ambazo zinatoa maji taka kuzipeleka baharini, zipo 11, lakini inaonekana hii ndiyo iloleta shida. Na shida iliyokuwepo hapa ni kwamba kuzidiwa kwa waste ambazo zinatoka katika mahoteli, wananchi wa Mji Mkongwe kuja huku, lakini vile vile kuna sehemu ambayo yanamwagika yale maji, kuna T ambayo imekatika iliyosababisha sasa maji yanaingia, mchanga umeziba. Kwa maana hiyo hii kutoa haitoi. Kwa maana hiyo serikali tumekaa na wataalamu tayari, tumeshaiagiza KMKM kutupatia divers kwa ajili ya kwenda kuzibua, lakini vile vile tunao wataalamu ambao walikuwepo kipindi ambacho mradi huu ulikuwepo. Kwa maana hiyo na wao sasa watatupa utaalamu wa kuirejesha ile T ili maji yasiweze kuingia na mchanga. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya udhibiti na ufuatiliaji kutoka mamlaka ya Mji Mkongwe Zanzibar, Suhad Sultani Alawi, naye ameeleza hatua za kurekebisha usafi ili kulinda hadhi ya Mji Mkongwe. Tatizo ni kubwa ni kule upande wa baharini. Kuna bomba ambayo ina discharge maji, kwa hiyo ile bomba linakuwa linaingia michanga. Na kama mlivyosikia wenzetu wamesema kama ili tatizo la meli, mapropela ya meli yanatibua mchanga na unaingia kwenye ile bomba. Kwa hivyo likiziba kule, kwa hiyo kutoka chemba ile ya pale na hii hapa ambapo hizi ndio tunapeleka baharini, kwa hiyo zinakuwa zinaziba. Zikiziba mpaka tupate na gari la pressure ndio tuweze kuzibua yani, ili zikibuka maji yanakwenda kama kawaida. Kwa hiyo hilo ndio changamoto kubwa. Kama unavyojua hii ni njia kubwa ambayo watalii wakitoka bandarini kwenda Stone Town au Forodhani ndio wanapapitia. Kwa hiyo pakiwa na tatizo kama hivi inakuwa haleti picha nzuri kwa wageni wetu, si wageni tu, hata wakazi wanuka karibu na hapa. Kwa hiyo hili ni changamoto. Naye mmoja wa wakazi wa eneo hilo amesema kumwagika kwa maji taka katika eneo la Forodhani kumeendelea kusababisha harufu mbaya, kuathiri shughuli za biashara na kuharibu mandhari katika eneo hilo. Tatizo kubwa lililozungumziwa hapa ni tatizo la karo, lakini hili tatizo sio kama ni serikali inafanya kusudi wala nini. Hii tatizo tangu kutengeneza hii sehemu walikuwa hawajajua kama zitakuja hizi meli kuja kwa zinakuja hapa kama ceiling hizi meli za abiria kutoka Pemba. Sasa hizi ile bomba iko karibu na pale kwa bandari, sasa wale zikipiga propela ule mchanga ndo unakuwa unaingia ndani. Sasa hilo ndio tatizo kubwa, ni hilo tu. Kama pataweza kufelishwa ikapelekwa kwa sehemu nyingine kidogo, inaweza kupata afadhali haya maji yasituame katika hii njia kuu ya kupita watu mbalimbali yani kwa eneo hili. Kwa kweli kero, kila watalii pia anaoneshana vidole, lakini mambo haya kusema sio Zanzibar tu, hata huko Ulaya yanatokezea. Na hii tatizo sio kama tatizo la kuzibuliwa kwa mipira mara moja na mapresha na nini. Hili tatizo liko kule, inabidi waje wataalamu waliangalie ili wafelishe. Lakini kwa kero ni kero, lakini utafanya nini? Ndio lishakuwa. Hata ukilalamika lakini ndo lishakuwa, na wala huwezi kuilaumu serikali tu moja kwa moja, yani wala huwezi kulaumu kampuni kwa sababu mwanzo ilikuwa hazipo hizo meli ndo wakatengeneza hii sehemu. Yani inazibuliwa, wanajitahidi. Mji Mkongwe walikuwa kwa ni manispaa na Mji Mkongwe walikuwa wanajitahidi kuzibua, lakini ikifika mwaka na nusu inaziba tena, kwa sababu kuna siku kipindi cha hali ya hewa kuna kaskazi na hizo meli pia zinachangia, kwa sababu ile bomba iko karibu na sehemu zinapopaki zile meli. Hatua hiyo inatarajia kurejesha usafi, kuboresha mazingira na kulinda hadhi ya Forodhani ambalo ni lango muhimu la utalii pamoja na maeneo yanayotegemewa zaidi na wageni wanaofika Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo.
kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya